Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia kwenye bajeti hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali nami nimeweza kusimama mahali hapa kwa ajili ya kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakwenda moja kwa moja kwenye mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mbeya tuna kilio, tuna msiba mzito. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya mkoa wa Mbeya ya kuanzia Igawa mpaka Tunduma ipo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ile mpaka sasa hivi ina sintofahamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ile tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Aliongea kwa unyenyekevu na upendo mkubwa kwamba barabara hii wacha basi tuanzie Uyole mpaka tufike airport Songwe. Tulimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ile barabara inakwenda kwa kusuasua sana. Pamoja na kwamba tumeanzia katikati Uyole. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametujengea hospitali kubwa nzuri ya rufaa iko katikati ya jiji Mbeya. Lakini pia bado ametujengea hospitali wanawake ambayo ni ya kujifungua wanawake wa mkoa wa Mbeya kubwa sana ya Beta. Ukiachilia mbali kwenye vituo vya afya, Mheshimiwa Rais amejali sana wanawake. Ameweka majengo ya mama na mtoto kwenye vituo vya afya vyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya za mkoa wa Mbeya ukianzia Mbalali, ukienda Kyela, ukienda Rungwe, jimbo la Busokelo, Mbeya DC, unapokwenda kuzifikia zile hospitali lazima upite katikati ya ile barabara. Barabara ile Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru serikali iliruhusu fedha kiasi cha shilingi bilioni 183 ili iende kujenga barabara ile. Mpaka sasa hivi miaka 5 ile iliyopita na sasa tumeingia awamu nyingine, barabara ile imejengwa kwa 44%. Imejengwa kwa 44%. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikwambie jifuataro. Naomba sana hiki kilio cha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Barabara sasa hivi katikati ya jiji pale ni vumbi tupu. Mvua ikinyesha ni matope matupu. Jua likiwaka ni vumbi. Yaani hakuna usalama kwa wote juu ya wananchi wa mkoa wa Mbeya. Wananchi wa mkoa wa Mbeya tuna kilio kikubwa sana juu ya barabara ile. Tunalia kilio hicho. Ajali zinatokea za mara kwa mara. Ndugu zetu wanapoteza maisha, wanakufa, lakini pia wanaopata ajali wengine wanaumia, wanabaki kuwa ni walemavu, wanaugulia hospitali mpaka sasa hivi. Ninaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako nimuombe sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atuone wananchi wa mkoa wa Mbeya, atuone kwa jicho la huruma. Na mama yetu huyu tunavyomjua sisi, ana hekima, ana busara wakati wowote. Hapendi kuona wananchi wake wanateseka. Tunaamini kwamba kwa kuliona hili atatusaidia wananchi wa mkoa wa Mbeya ili tuache misiba pamoja na walemavu kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mbeya tunajua Tanzania nzima inaombea taifa amani, inaombea serikali amani, inamwombea Mheshimiwa Rais. Lakini mkoa wa Mbeya ndio tunaongoza kwa maombi Tanzania nzima. Mkoa wa Mbeya una makanisa mengi sana. Tunapoanza kuomba lazima tumuombee Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, achilia mbali makanisani, hata misibani. Sisi wananchi wa mkoa wa Mbeya, misiba inapotokea, alfajiri tunapoanza kulia, lazima tuombe sala. Hiyo sala lazima wanawake wale wanavyoomboleza, wanamtanguliza Daktari Samia Suluhu Hassan, wakimweka kwenye maombi namna anavyoongoza taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa mkoa wa Mbeya, kawaida yetu tunavyoomba, tunaomba kwa unyenyekevu tukipiga magoti. Taarifa. Ni kwa sababu ninaheshimu siwa iko pale. Nilipaswa niende pale nipige magoti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kumpa taarifa mzungumzaji. Swala la maombi ni siri ya mtu. Ukisema mkoa wa Mbeya mnaomba sana, mimi kwa imani yangu naamini mkoa wa Geita ndo tunaomba kuliko Tanzania wote.
Mheshimiwa Suma, unaipokea hiyo taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo taarifa siipokei. Naomba sana Mheshimiwa Msukuma, ninakuheshimu. Nipo serious hapa. Kilio cha wananchi wa mkoa wa Mbeya hujakijua. Na namna tunavyomwambia Mheshimiwa Rais, hatuongei mdomoni. Tunamwombea kutoka moyoni.